kwa timu yenye malengo ya mafanikio ya mbali ni vizuri kuwa na mastaa wengi kwenye timu ambao wana uwezo wa kukuamlia mechi muda wowote, kwa sababu hatuishii tu kucheza ndani, tutaenda kimataifa. Maana tunahitaji uwe na watu wengi ambao wana uwezo wa kuamua mechi, na kupishana kwao nadhani hakuna shida kama wote watakuwa wana furaha, kwa sababu timu mwalimu ndo anaijenga timu. Kama mwalimu akiamua kuchagua watu fulani tu ndo wacheze, inaweza kawatengenezea wachezaji wengine kutokuwa na furaha kwenye timu, maana yake wanaweza wakawa na force kuondoka. Lakini kama wachezaji wakijengwa vizuri na kila mmoja akiwa na furaha, inawezekana Azizi akaanza benchi akacheza Alan, lakini pia baadaye Alan akatoka akaingia Azizi, ili kuendelea kulinda quality na ubora wa timu, kuendelea kutengeneza nafasi, kwa sababu wote wana ubora unaoelekeana. Licha ya kwamba ukizungumzia mtu kama Aziz Ki ni experience player, amecheza mashindano mengi ya kimataifa na ameonyesha makubwa kwenye mechi kubwa, maana yake unamtegemea zaidi wakati unamhitaji kwenye mechi za kimataifa na mechi kubwa, ana uwezo wa kukupa ile experience na kuamua matokeo pale ambapo atakuwa anahitajika kwenye game. Asante sana. Tunaelekea kwa mtu mwingine ambaye naye pia atoe mchango wake. Blaza, mambo vipi? Poa. Kama kawaida. Shwari kabisa. Mbona umekaa kinyonge kiongozi? Hapana, kawaida tu. Tukienda moja kwa moja katika mada yetu ambayo inazungumza kwamba ujio wa Stefan Aziz Ki endapo utakamilika dili lake, wewe unaiona wapi nafasi ya Alan Okello? Nadhani kwa balance ya timu, watu wote hawawezi kuwa uwanjani kwa wakati mmoja, kwa sababu unajua mtu kuwepo tu uwanjani haitegemei namba yake uwanjani, kwamba labda na magoli 10 na magoli 20. Hawa watu wakiwa kwa pamoja uwanjani, hiyo timu inawezekana balance. Nadhani kwangu mimi, kwa jinsi ninavyoiona Yanga inavyocheza, kuwa na Stefan Aziz Ki, kuwa na Alan Okello kwa wakati mmoja uwanjani, timu inaweza ikapata athari zaidi kuliko kupata faida. Kwangu mimi naona kama Aziz Ki akija akawa na performance kubwa, Alan Okello nafasi yake inaweza ikawa ngumu. Aidha kama anaweza kacheza lakini kupelekwa pembeni, lakini kama kwa namba 10 pale sidhani, na kama akipelekwa pembeni hawezi kuonyesha ubora wake mkubwa. Kwa hiyo kwangu mimi nadhani nafasi ya Alan Okello kwa kama akija au nani Aziz Ki, sidhani kama anaweza kupata nafasi kubwa uwanjani. Sasa wewe kwa mtazamo wako unawashauri nini Yanga Afrika katika hili, kwa sababu tayari Alan Okello kashaonyesha ubora wake sasa hivi na analetewa mtu ambaye tayari kipenzi cha wana Yanga? Wewe kama wewe ungewashauri nini kwa sasa hivi Yanga Afrika kwa ujio huu wa Stefan Aziz Ki, abaki aliko au aje? Wewe ungewashauri nini? Kumrudisha Aziz Ki sidhani kama ni wazo baya, ni wazuri, kwa sababu sasa hivi Yanga kidogo kwenye benchi lao liko tupu. Yani wale ambao wanaanza ukilinganisha na ambao wako benchi, kidogo kuna gap kubwa sana la quality. Kwa hiyo kama Aziz Ki atarudi, manake atakuja kuongeza kitu kikubwa kwenye timu ambacho msimu huu kimepungua. Kwa hiyo kwangu mimi bado tabakiwa kuwa ni wazo zuri kumrudisha Aziz Ki kwenye timu kubwa. Kwa hiyo mimi kama akija Aziz Ki na kiwango kile alichoondoka nacho, lazima ataanza Aziz Ki, afu Alan Okello atakuwa benchi. Sasa ujio wa Stefan Aziz Ki, na umesema na uwezo wa kucheza timu kubwa, na hii jezi ambayo umeivaa, unaona tamani kweli Aziz Ki arudi? Kwa soka liendelee tu fly, inatakiwa arudi, kwa sababu sasa sipokuja mimi nitacheza na nani? Nitacheza na Buba. Sitofurahi nikicheza na Buba, natakiwa nipate mshindani mzuri ambaye nikiingia naye uwanjani basi atanionyesha uwezo, nitapambana naye. So niingie ndani na kutana kina Buba, sina kina nani, ni kupiga tu 12. No, nataka tukiingia ndani ya pitch. Moja kwa mzee wa Yanga Afrika, mambo vipi kiongozi? Sawa. Kama kawaida. Sasa kuna tetesi zinasemekana kwamba Stefan Aziz Ki atarudi Yanga Afrika, na endapo dili hili likichiki, wewe unaiona wapi nafasi ya mchezaji wako kipenzi Alan Okello? Kwa mimi ninavyojua timu yote kubwa lazima iwe yani at least kwenye kila nafasi kuna zaidi ya watu wawili. Ukiangalia timu zote duniani zilizochukua kombe, angalia Arsenal pale walikuwa na Odegaard wakamuongeza Eze. Lazima uwe na watu, kwa sababu kuna injury, kuna kadi, kuna adhabu. Kwa lazima uwe na watu. Hakuna mtu anomfuatilia kama huko. Nitamwambia bwana mchukue. Faisal Mwanzio alikimbia. Maana guu lake hili la kushoto sio mtu mzuri. Feitoto mwenye alikimbia, aliondoka. Kwa hiyo na Okwi mshauri mdogo wako atafute klabu nyingine au arudi Uganda. Nitamshauri kwa sababu huyu mtu yeye anaweza akarudi
Akiitungua Simba tu shughuli imekwisha, kwa sababu Okelo hajaitungua Simba, hajaitungua. Sasa akiitungua na wadua watu wa kutathmini Yanga pale wapo na wajua, na kuna majina mengine hayo balaa. Akiitungua Simba kwa sababu ni klabu kubwa barani Afrika, basi utasikia Ufaransa jina limefika, lakini nashangaza Di Maria liliishia Morogoro. Okelo ni mchezaji ambaye amekuja kujiamini kwa hizi karibuni, kwa hizi siku za karibuni, na mechi ambayo kuja kujiamini zinahesabika. Toka naanza kuingia mechi ambayo amekuja kujiamini kucheza vizuri ni mechi ambayo ameanzia ya Mtibwa, akaja ya nani ya Mbeya City. Sasa kuna mechi zingine tofauti ambazo ameweza kujiamini toka hapo kana mwendelezo huo. Lakini anapokutana na mechi kubwa, ina maana fomasi yake inakuwa iko chini, tofauti na Aziz Ki. Aziz Ki fomasi yake inakuwa iko juu kutokana na nini? Hiyo mechi kubwa, hii mechi ndogo, yeye anaonesha mambo yanaenda. Yanga, unajua uzuri wa Yanga kwanza ilipokuwa iko vizuri, na ndio maana hata Aziz Ki mwenyewe ana enjoy akiwa na Okelo mwenyewe akiwa iko Uganda, baada ya kusikia Aziz Ki anarudi akasema it is okay Aziz Ki. Okelo yo akiwa Starboy akiwa iko Uganda, baada ya kusikia kesha tu Aziz Ki akasema it is okay Aziz Ki. Aziz Ki na akambapa kuna Starboy akasema it is okay Starboy. Yaani watu ambao wanaongea Kiingereza kizuri na wanaelewana wanapokuwa kwa pamoja. Hofu iko kwa Makolo kuhusu Aziz Ki kurudi nchini. Hiyo ndio hofu kubwa. Makolo wanaumia na wataendelea kuumia. Wanaumia kuhusu Aziz Ki, wanaumia kuhusu uwanja, kwa wataumia sana. Karne ya 21 timu iko mikononi mwa Mr. Tabasamu GSM. Samani kidogo, wewe mshabiki wa timu gani? Simba Sports Club. Simba Sports Club, au sio? Ndani ile goli ya chama mmeweka kwenye eliza yenu ile. Sio kwenye eliza. Kuna ndege moja inafanya safari za kutoka Zambia kwenda Qatar. Ile goli lipo. Tuachane huko, twende kwenye mada yetu moja kwa moja. Kwa hiyo tukiangalia ujio wa Stefan Aziz Ki Yanga Afrika inapo dili ikiwa dani, wewe unaiona wapi nafasi ya Alan Okelo, mtu wa football? Nafasi ya Alan Okelo itabaki pale pale ilipo, cha kwanza, kwa sababu kama Aziz Ki anafanikiwa kuja na ni hitaji la mwalimu, maana yake tayari mwalimu anajua mpango wake ni nini kwa wachezaji hao wawili. Yupo anajua kabisa yuko Alan Okelo, lakini anajua kabisa na mhitaji Aziz Ki, na mhitaji Aziz Ki kwa sababu ipi. Kwa hiyo tayari ameshachakata mawazo yake, lakini ameshatengeneza namna ambavyo atawatumia wote wawili. Kwa hiyo hakutakuwa na athari. Pengine athari tunazoziona sisi kama washabiki ni kwamba hao wachezaji watachezeje katika klabu, na wote wana uwezo ambao kidogo unakaribiana. Kwa hiyo mwalimu kama anamhitaji Stefan Aziz Ki aje na anajua kuna Alan Okelo, maana yake ni kwamba yeye anajua ni namna gani atawatumia na ni kwa wakati gani atamtumia fulani, au mechi ipi atamtumia fulani, nani ataanza, nani atakuja, nani atasubiri, nani hivyo. Mwalimu ameshapanga na anajua, ndio maana kama kweli ameonyesha nia ya kumhitaji. Hasa ujio wake wewe haukutishi kwa sababu bora baki tuko huko, kwa sababu akishakuja huko mtateseka sana? Kuteseka hapana, kwa sababu nyakati hazifanani, na hatuchezi mpira wa mazoea. Uwezo wake akiudhihirisha kama alivyodhihirisha, maanake nafasi yake itaendelea kuwa nafasi yake kama ilivyo sasa, kwa sababu mimi navyojua Yanga Afrika haiangalii jina, inachoangalia uwezo wa mchezaji binafsi uwanjani mwake. Kwa hiyo ndio itakuwa simple, kwa sababu kama unakumbuka wakati alipokuja Aziz Ki alikuwa na Faisal Salum, lakini bado Faisal Salum alionyesha uwezo wake na nafasi alikuwa anapata kucheza. Kwa hiyo sina mashaka yoyote ujio wake, na ningefurahi sana kama nikimwona Aziz Ki anakuja ili kuja kumpa changamoto kubwa Alan Okelo, na pia kuja kupushi kwamba sababu Aziz Ki tayari ameshaonyesha nini anacho kwenye mpira na ameshafanya vingi kwenye mpira. Maanake hii itakuwa ni jambo tosha sana kwake Alan Okelo kuja kujifunza zaidi kupitia Aziz Ki. Kwa hiyo unatuaminisha kwamba Stefan Aziz Ki na Alan Okelo wanaweza wakaanza katika first 11 moja? Inawezekana, uwezekano huo mkubwa upo, kwa sababu huyu ndugu yetu Alan Okelo ana uwezo hata kutokea kama winga. Kwa hiyo anaweza akamwachia shimo Aziz Ki, alafu akatokea kama winga na vitu vikaenda tu, wala haina shida hiyo. Inawezekana pia, inawezekana kabisa. Sasa ndio wewe nataka unipangie ile safu ya mbele, akiwemo Alan Okelo na Aziz Ki. Ile safu ya mbele nazungumzia namba 7, 9, 10 na 11. Hebu panga hao watu wawili wakicheza. Unaweza ukawachezesha pia ndio namba 7, kwa sababu namba 7
mara nyingi kwa sasa namba 11 yani upande wa kushoto kwa Yanga kwa sasa mara nyingi huwa anacheza ndugu yetu yule Mkongo nani Zengeli, alafu upande wa kulia huwa anacheza ndugu yetu Pacome. Kwa hiyo pale katikati ndiko ambako sasa hivi amejitengenezea ufalme yeye huyu ndugu yangu nani Alan Okello. Kwa hiyo hivyo basi, kama unataka kufanya kile chochote unataka kukifanya, inategemea na plani ya mechi inaendaje. Kama ukiona hiyo mechi inahitaji mtu mkubwa sana wa kukaba, yani maana yake itamhitaji sana ndugu yetu Zengeli. Lakini kama itahitaji hiyo mechi itakuwa ni mechi ambayo inatakiwa tufunguke na tucheze, maana yake hata yeyote anaweza kabaki pembeni, miongoni mwa wale anaweza kabaki nani nje, miongoni mwa wale kati ya Pacome au nani Zengeli, yeyote anaweza kabaki akamwachia nani akamwachia Okello akaanza. Wala haina shida kwa sababu sisi tuna kikosi kipana, wachezaji wote wana uwezo sawa. Yaani hakuna shida na yeyote atakayeanza, sisi kwetu burudani. Sasa inawezekana tayari wanaanza kuingiwa na mashaka na hofu kwamba atakaporudi huyu mwamba kile kilichokuwa kikiwang'oa wale kanga manyoya kinarudi tena. Kwa hiyo kimsingi lazima wawe na hofu juu ya Seven Aziz Ki. Seven Aziz Ki tayari ameshajipambanua kwenye mpira, si ndio? Barani Afrika ameshajipambanua. Uwezo wake kila mtu anaujua. Kwa hiyo lazima wawe na mashaka juu ya uwezo wake kwa sababu tunaujua uwezo wake. Kwa hiyo kimsingi sisi kama Yanga kweli wamemrudisha. Maana yake ni hivi. Kama tulikosa namba 10 mbadala, umeelewa? Wakuja kumsaidia Alan Okello kwa sasa, basi ni bora kumrudisha Aziz Ki kwa sababu tayari kila kitu tunakijua kuhusu Aziz Ki. Asante sana. Tukiama hapo tukielekea endapo dili ikiwa done, unaona wapi nafasi ya Alan Okello? Kwanza kwa upande wangu hii itakuwa ni mada ambayo ni sawasawa na kumbebesha kenge mzigo wa ng'ombe. Yaani kwa watu wa football kumbebesha kenge mzigo wa ng'ombe ni kumkosea heshima ng'ombe. Kwa maana gani? Stefan Aziz Ki kasha prove, na ndio maana sasa hivi huko aliko bado hapa wanamhitaji. Ila leo Alan Okello akisema aondoke, hakuna chochote ambacho wanayanga watatengeneza kama legacy kwa Alan Okello. Kwa Alan Okello bado ana mengi sana ya kujifunza kwa Stefan Aziz Ki, na in case ikitokea Stefan Aziz Ki amekuja Yanga Sports Club, mimi namuona Alan Okello atatafuta mahali pa kwenda, kwa sababu huyu bwana kasha prove nini anacho. Ndio maana katoka Yanga hadi anatoka Yanga bado alikuwa anamhitaji. Alikuwa ni mtu mwenye maamuzi katika mechi kubwa, ana uwezo wa kuamua, ila Alan Okello au maamuzi bado, huo uwezo bado. Kwa uwezo kwa compare punda pamoja na farasi wafanye kazi moja. Hizi mchezaji kwa hapa tunafanya na Chasambe sababu Alan Okello atapoteani sana na Joshua Mutale pale Simba, sawa, lakini kutokana na sisi Yanga tumekwama, tumerudi nyuma, tunamwona nani Alan Okello mmoja mchezaji, lakini mchezaji wa kawaida mimi nakwambia, sawa, lakini mchezaji yule kipindi Chama yuko pale, Aziz Ki yuko pale, asingepata namba blazi, sawa, asingepata namba. Na huyu Aziz Ki kama anarudi Alan Okello lazima akimbie. Hebu tujiulize, huko Uganda ametoka kwa Vipers amefanya nini? Tujiulize tu, tunakuja kumpa mzigo mkubwa wa Tanzania, amefanya nini?